Soma pia waraka wa kwanza wa Yohana 4:7. Waraka wa kwanza wa Yohana 4 na ule mstari wa 7. Tasoma. Amen. Heri waliosamehewa makosa yao na waliostiriwa dhambi zao. Waraka wa kwanza wa Yohana 4:7. Maana ni nani anayekupambanua na mwingine, nao una nini usitokipokea? Lakini uwapo ulipokea, wajisifia nini kama kwamba haukupokea? Amen. Lakini nilikuwa na maana ya andiko linasema wapenzi na tupendane kwa maana pendo linatoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wapenzi na tupendane kwa maana pendo linatoka kwa Mungu. Kwa hiyo tunaona Yohana 13:34-35 anasema amri mpya nawapa ya kwamba mpendane kama vile mlivyowapenda ninyi. Yesu alitupenda ndio maana alikufa msalabani. Ndio maana alikubali kuvaa mwili wa aibu, mwili akavua enzi na mamlaka, akivua ile hali ya kuwa sawa na Mungu, ya kuwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akatoa hali ya utumwa ya mwili wa kibinadamu ili mimi na wewe tuweze kuokoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa pia sisi pia tunatakiwa tuweze kupendana. Tupendane sisi kwa sisi, ndugu kwa ndugu. Tuna maana kwamba tunaposema ndugu ni wale wanaoamini jina la Yesu. Lakini pia tupendane hata katika wale ambao hatuna imani nao. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuoneshe upendo, ili watu wanapotazama upendo uliopo ndani yetu wamtukuze Baba kwa namna ambavyo tunaonesha upendo sisi kwa sisi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sehemu ya mwisho ni matokeo ya kuishi ufufuo wa Yesu Kristo. Baada ya kuyafuata haya ambayo tumeyaweka, Roho Mtakatifu ameyaweka, basi tunataka tuangalie matokeo ya kuishi ufufuo wa Yesu Kristo. Nini kinatazamiwa kwa wewe ambaye umechukua hatua ya kuishi maisha ya ufufuo wa Yesu Kristo? Tumeona jinsi ya namna ya kuishi. Ni kitu gani ambacho tunategemea wewe au mimi ambaye ninaishi maisha ya Yesu mfufuka? Kitu gani ambacho watu wengine wataona hakika kuna badiliko? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuishi ufufuo wa Yesu Kristo kuna matokeo makubwa ya wazi katika maisha ya Mkristo. Maisha ya mimi na wewe ambaye tunamwamini huyu Yesu. Si tu jambo la kawaida la kufikirika. Bwana Yesu asifiwe. Bali ni hali ya mabadiliko halisi ya kitabia. Bwana Yesu asifiwe. Ya kufanana na huyu Yesu Kristo katika uhalisia wa maisha yetu ya kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ambayo yanadhihirisha katika ule utu wetu wa ndani. Hii na kutoka matunda ya Roho ambayo yanaonekana kwa watu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hadi maana tunaona neno kiumbe kipya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kuwa kiumbe kipya. Tunategemea mimi na wewe ambaye tumeamua kuishi maisha ya Kristo, ili neno amani ya moyo ionekane kwako. Mwambie jirani, je, una amani? Mwambie jirani kwamba una amani. Mwambie jirani yako, mwambie una amani. Una amani. Yesu kafufuka leo, una amani au bado amani ya moyo haipo? Mwambie una amani ya moyo. Moja ya matokeo ya kuishi maisha ya Kristo mfufuka ni kuwa na amani ya kweli ya moyo. Hata katikati ya nyakati ngumu, katikati ya dhiki, majaribu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati mwingine si kwamba tutapita, ni maana neno la Mungu linasema tujapopita kati ya uvuli wa mauti sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja na mimi. Zaburi ya 23 kila mmoja anaifahamu. Lakini Zaburi ya 27 anasema vita tunavyojipanga, hata hapo nitatumaini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tunaposema amani, si tu katika nyakati ambazo uko salama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata katika zile nyakati ambazo ni ngumu, bado amani ya moyo inatakiwa itawale ndani ya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usipoteze hii amani.
Ukipoteza amani ya Kristo, ina maana sasa utaondoka katika kumwamini huyu Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kupikia tu ya kutumaini akili zako. Na amani ya Kristo utaondoka ndani yako, utabaki wewe jinsi ulivyo. Tusome katika Wafilipi sura ya 4 na mstari wa 7. Wafilipi 4 mstari wa 7. Wafilipi 4:7 inasema, na amani ya Mungu ipitayo akili zote iwahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Amani ya Mungu ipitayo akili Akili hata zote. ziunganike wanadamu wote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanadamu wote wakiunganika na akili zao zote, neno la Mungu linasema na amani ya Mungu ipitayo akili zote iwahifadhi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno hili la amani ndilo ambalo Yesu alipofufuka alizungumza haya maneno. Na amani iwe kwenu. Hebu tuone katika Yohana 20:19. Baada ya Yesu kufufuka, Yohana 20:19. Jioni siku ile ya kwanza ya juma, pale walipokuwapo wanafunzi, milango ikafungwa kwa hofu ya Wayahudi. Akaja Yesu akasimama katikati akawaambia, amani iwe kwenu. Nasema hata sasa amani iwe kwetu. Amani iwe kwako, amani iwe kwangu. Amen. Yohana 20:19. Tunaona kwamba amani si ile amani tunaoizoea ya kawaida. Hapana, amani hii inayozungumzwa sio ile amani. Ni matokeo ya kuwa na uhakika ya kwamba Yesu Kristo yu hai. Tunapokuwa na uhakika Yesu Kristo yu hai, ndipo tunapoipokea hii amani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na pia tunaokuwa na uhakika kwamba Yesu ametushindia dhambi. Kitendo cha kufa kwake na kufufuka, sisi tu huru, hatuko tena chini ya sheria. Nguvu za mauti hazina tena nguvu juu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Lakini amani ya kweli hii tunayoizungumza haiji tu kwa sababu una kila kitu. Wakati mwingine unaweza kuwa na kila kitu. Tunaona wafalme, matajiri na kila kitu. Wana kila kitu lakini hawana ile amani. Bwana Yesu asifiwe. Tunaizungumza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo hii amani tulionayo, anasema amani na wapeni. Amani inayowapa si kama ulimwengu unavyotoa amani. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni amani ya tofauti. Na hii inakuja kwa sababu Yesu yu hai leo. Yu hai katika maisha yako, yu hai katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini tunategemea kuona wewe ambaye unasema unaishi maisha ya Yesu mfufuka. Unakuwa na nguvu juu ya dhambi. Dhambi haikutawali tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisi ambao tunaishi katika Yesu mfufuka, tunakuwa na uwezo wa kushinda dhambi na kutotawaliwa nayo tena. Dhambi haitawali tena. Tunaweza kujua hila za shetani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata haje kwa namna na lugha na sura yoyote, tunajua hakika ya kwamba na namna ya kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusome katika Warumi sura ya 6 mstari wa 14. Warumi 6:14. Warumi 6 mstari wa 14. Amen. Kwa maana dhambi haitawatawala ninyi, kwa sababu hamui chini ya sheria, bali chini ya neema. Neno la Mungu linasema kwa maana dhambi haitatawala nyinyi. Kwa maana dhambi haitanitawala. Hebu sema hiyo neno. Iweke wewe. Kwa maana dhambi haitanitawala. Tamka. Kwa maana Alafu weka jina lako. Haitatawala. Kwa maana dhambi haitanitawala, weka jina lako. Huu ni ukiri. Kwa maana dhambi haitanitawala mimi. Weka jina lako. Kwa sababu mimi siko chini ya sheria, bali chini ya neema. Kwa sababu mimi siko chini ya sheria. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaona mtu aliyekufa pamoja na Kristo, amekufa pamoja na Kristo kwa habari ya dhambi na kufufuka pamoja naye kwa habari ya haki. Sisi tunakuwa na uhuru wa kutoka katika nguvu za dhambi. Nguvu za dhambi hazina tena nguvu juu yetu sisi ambao hatuko tena chini ya sheria ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe.
Neema ya Mungu kupitia Kristo mfufuka inatupa nguvu mpya ya kusema hapana hata katika majaribu na tamaa mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa unapojaribiwa usije ukasema nimejaribiwa hivi, hapana. Yakobo 1:3 anasema na ile 12 anazungumza habari ya majaribu. Unapojaribiwa usiseme Mungu kanijaribu, unajua nimepitia haya, nimetukia haya, hapana. Neno la Mungu linasema mtu hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huko akivutwa na kudanganywa. Tamaa inapokomaa huzaa dhambi. Dhambi inapokomaa huzaa mauti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma katika ile Yakobo 1:3 anasema basi ndugu zangu, hesabuni kujaribiwa kwa imani yenu. Ni furaha tu mtu anapojaribiwa, mtu wa Mungu unapojaribiwa katika imani. Ni ishara ya kuonesha Mungu anataka kuona ukomavu wa kiroho. Ni je, unampenda? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jua ya kwamba kabisa kwa majaribu lazima yaje. Na haya majaribu yanakuja kwa ajili ya kujaribu kuona uthabiti wa imani yetu. Petro anafananisha ile dhahabu inapopita kati ya moto na kujaribiwa na kusafishwa hata ifika katika hali iliyo safi. Basi sisi imani yetu ni zaidi ya dhahabu safi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pale tunapojaribiwa katika majaribu na tukashinda, jina la Bwana linatukuzwa. Tujitahidi sana kushinda majaribu kwa sababu hiyo nguvu tunayo. Na kila siku unapoamka, unapotembea, ujione wewe si wa ulimwengu huu japokuwa unaishi ulimwenguni. Bwana Yesu asifiwe. Unasoma katika Yohana sura ile ya 17 katika ile sala ambayo Yesu alikuwa anaombea wanafunzi wake, alikuwa anatuombea na sisi tuliamini jina lake leo hii. Anasema siwaombi watoe duniani. Bwana Yesu asifiwe. Bali walinde na yule mwovu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na watu wakamila hakikisha na Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusome katika Warumi 6:6. Warumi 6:6. Karibu tunamaliza. Tupate bidii katika kusikia maandiko na ndiyo salama yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunapopata maandiko kwanza kutengenezea nguvu ndani ya ushindi dhidi ya dhambi. Na anaruhusu Roho Mtakatifu kuweza kutenda ndani. Warumi 6:6. Warumi 6:6. Mkijua neno hili ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye, ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena. Tunamwona Paulo anatuambia tukijua neno hili, kama ambavyo anakuambia leo hii, ukijua neno hili ya kuwa utu ule wa kale wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Ulisulubiwa pamoja na Kristo alipowambwa msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Ili mwili wa dhambi ubadilike na tuitumikie tena dhambi. Tunapoitumikia dhambi tunamrudisha Yesu msalabani. Na neema huwa haiji mara mbili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tusitende dhambi kwa sababu neema ipo. Bali tujue kwamba sisi ambayo tunaishi maisha ya Yesu mfufuka, maisha mfufuka kivipi? Kwa sababu Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu, na hivyo kwa kufufuka kwake inanipasa kutoitumikia dhambi, basi kuishi kwa ajili yake. Lakini pointi ya 3 ya kuonesha kwamba wewe unaishi maisha ya Yesu mfufuka ni kuonesha matunda ya Roho. Lazima tuanze kuona matunda ya Roho. Lazima mimi na wewe tuanze kujitathmini. Je, matunda ya Roho yapo? Tunda moja baada ya lingine. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na ni vizuri wewe mwenyewe pia uanze kujitathmini na kuyasoma matunda ya Roho na kuangalia moja. Kama halipo, mwambie Roho Mtakatifu, katika hili wewe unanijua vyema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika hili sina tunda la Roho. Katika hili sina tunda la Roho, nisaidie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna jambo ambalo Roho wa Mungu anajibu au Bwana Yesu anajibu kama unapoombea udhaifu wako.
Unapomwambia juu ya habari ya udhaifu, Mungu anajibu haraka sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa maisha ya mtu aliye katika Kristo yanaanza kuzaa tabia na sifa zinazoakisi Roho Mtakatifu hali ndani yetu. Kwa sisi ambayo tunaishi maisha ya Yesu mfufuka, kwamba tunaishi maisha ya baada ya Yesu kufufuka, kwanza kabisa lazima tuonyeshe tabia zinazoakisi Roho Mtakatifu anakaa ndani yako, anakaa ndani yangu. Tunapokuwa tunatoa matunda ambayo ni ya Shetani. Kusoma katika kile kitabu cha Wagalatia 5:19 inaanza kuonyesha matunda ya ambayo ni tofauti na ya Roho. Yanaelezwa pale. Uasherati, uzinzi, hiki na kile. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kama nilivyokwisha kuambia, basi anasema hakuna atakaye wisi mwenye tabia, ufalme wa mbinguni mwenye tabia kama hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kwa sababu hatujui siku wala saa, lazima tuanze kutathmini. Unapoona kuna tabia ambayo si tunda la Roho, jua kabisa kuna Roho nyuma iko ndani yako tayari. Wewe tayari ni mfungwa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusome Wagalatia 5:22 na 23 tuone haya matunda ya Roho. Tunapokuwa tunayasoma, jaribu kutafakari moja baada ya lingine. Karibu tunamaliza. Moja baada ya lingine. Jitafakari. Wagalatia 5:22 na 23 inasema, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Paulo katika Roho Mtakatifu anamuonesha mtu ambaye Roho Mtakatifu anaishi ndani yake, anategemewa kuwa na hizi sifa. Awe ni mtu mwenye upendo, mtu mwenye furaha. Tumeona furaha hii, tumeona hawe ni mtu wa amani. Tumeona amani ni tofauti na ile amani ya ulimwengu ambayo inaamua hata katika ile mazingira magumu. Bwana Yesu asifiwe. Bado amani haitaondoka. Hawa ni mtu mwenye uvumilivu, wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria katika utendaji kazi wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kristo alipofufuka aliahidi kumpeleka Roho Mtakatifu. Katika Yohana 14:17 hiyo tutaisoma. Nasema Roho huyu ndiye atayetusaidia sisi kuishi maisha ya matunda haya. Bila kuungana na Kristo, matunda haya hayawezi kuzaa ndani yetu. Kwa hiyo kumbe haya matunda, tunaposema ni kiumbe kipya, natoka katika utu wa kale na kuwa kiumbe kipya, yanaambatana na matunda ya Roho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo njia moja ya kutathmini ni kuonesha, je, mimi ni kiumbe kipya? Ukisoma Wagalatia, tungesoma kidogo 5:19 tuone matunda ya giza. Matunda ya giza 5:19. Wagalatia 5:19. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi. 20. Ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitna, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati mwingine tunapozungumza matendo ya Roho, tunaweza tukaona amani, sinayo amani. Furaha, sinayo. Uvumilivu, sinayo. Fadhili, sinayo. Uaminifu, sinayo. Mimi ni mpole, kiasi nacho. Juu ya mambo kama hakuna sheria. Lakini rudi kidogo katika ile sura ya 10 mstari wa 19 Wagalatia 5, utaona Katungia anasema nayo haya, lakini matendo ya 19 hanayatenda. Lazima yale yote yaliyozungumzwa na mambo yanayofanana nayo, ambayo hayataji. Bwana Yesu asifiwe. Ambayo yanakataa na kitabu cha uzima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yasitajwe kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sifa mojawapo ya kwenda mbinguni ni kutofanya mambo hayo yaliyoandikwa katika Wagalatia 5:19. Kwa hiyo kila mmoja tukiwa tunakumbuka ufufuko wa Yesu Kristo na kuishi
ili huyo mfufuka haishi katika maisha yetu. Lazima tuhakikishe matendo kama hayo yaliyozungumzwa yasiwe sehemu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Itathmini, kwa sababu tusipokuwa nayo maana vazi letu itakuwa ni vazi jeupe. Hatujui. Tunapaswa kujiandaa wakati wote. Tuwe safi mbele za Mungu. Tuwe watakatifu wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika matendo hayo yasiwe sehemu yetu. Ukiona haya mambo yote yaliyotajwa, baadhi hapo, mwambie usione aibu. Bado hujawa kiumbe kipya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mwambie kwa kweli kulingana na maandiko, Bwana Yesu, kwa sababu Roho Mtakatifu pande hujakaa ndani yako. Bwana Yesu nisaidie. Umefufuka. Ninaomba unisaidie. Katika hili kulingana na neno lako, nikifa sasa hivi siwezi kuingia mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Eli wenye moyo safi Bwana watamuona Mungu. Ni maneno ya Yesu katika Mathayo 5. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusome katika Yohana 15 mstari wa 5 watu katika hiyo pointi. Karibu tunamaliza kwetu ile Yohana 15 mstari wa 5. Katika mambo ya dunia tunaona wanafunzi wanaingia darasani asubuhi mpaka jioni. Sivyo? Halafu ni kila siku. Basi katika mambo ya Mungu tuweke bidii pia ya kujifunza, ndipo ambako tutapotoka hapa tutaanza kutengeneza tabia ya kujifunza neno la Mungu na kumjua Mungu sana. Neno la Mungu linasema mjue sana Mungu ndipo uwe na nini? Na amani. Hayubu. Twende tusome andiko 15 mstari wa 5 Yohana. Yohana 15 mstari wa 5. Yohana 15 mstari wa 5 inasema, mimi ni mzabibu, ninyi matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Yesu Kristo, huyu Yesu mfufuka, ambaye ni mwana wa Mungu, ambaye ni Mungu, ambaye ni Masia. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anasema mimi ndio mzabibu, ninyi ni matawi. Wote mnaofahamu mzabibu jinsi ulivyo, au mti wote mnaofahamu unakuwa na matawi. Yesu ametolea mfano wa mzabibu kwa sababu unatoa matunda. Mti unaweza usitoe matunda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo alitolea mfano wa mzabibu kwa sababu katika nyakati zile za Israeli hao watu walikuwa wanalima mzabibu. Lilikuwa ni zao ambalo lilikuwa na biashara wakati huo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anasema mimi ni mzabibu na hii ni matawi. Kwa yeye ni yule mzabibu na sisi ni matawi. Akae ndani yao, kama ambavyo tunaona matawi yanakuwa yamepuchika kule ule mti. Neno la Mungu linasema huyo huzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Kwa maana nyingine ni kwamba sisi tusipokaa ndani ya Kristo hatuwezi kumpendeza Mungu na wala hatuwezi kuzaa matunda ya roho tuliyaona pale. Kwa matokeo yake tutazaa matunda ya mwili na ya nia tuliyaona katika kitabu kile cha Wagalatia 5:19. Na kimeelewa sana katika kitabu cha Ufunuo ukiendelea kusoma na kusoma. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tunatazamia wewe au mimi ambao unaishi na Yesu uwe na uzima wa milele. Uzima wa milele. Kwa kuamini katika Yesu aliyofufuka, sisi tunakuwa na uzima wa milele. Si tu tushaisoma nadhani, si tu katika maisha haya, lakini pia katika maisha ya baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tusome haya maandiko Yohana 3:16 na Yohana 11:25 na 26. Uzima wa milele. Yohana 3:16. Yohana 3:16. Yohana 3:16 inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. Kuna namna ambavyo alitupenda. Kwa maana jinsi iweke tu Mungu alinipenda. Bwana Yesu asifiwe. Hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila aaminie. Neema iko wazi kwa kila mtu. Asipotee bali awe na uzima wa milele.
Unaweza pia ukasoma katika Yohana 11:25 na 26. Yohana 11:25 na 26. Yohana 11:26. Yohana 11:25 na 26. 25 na 26. Biblia inasema, Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie ajapokufa atakuwa anaishi. 26. Naye kila aishiye na kuniamini hata kufa kabisa hata milele. Je, unayasadiki hayo? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni maneno yenye kutia matumaini. Si tu kwamba sisi tunaishi maisha haya kumfuata Yesu, maisha yetu yataishi hapa. Hapana. Kwanza tunakuwa na tumaini la uzima wa milele. Tunaona hapo Yohana 3:16 anasema, Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu aamini asipotee, hatapotea. Mwambie jirani yako kwamba unapomwamini Yesu hautapotea. Haupotezi muda wa kumwamini Yesu. Haupotezi muda kutenda matendo mema. Haupotezi muda kuacha dhambi. Haupotezi. Wewe hautapotea, bali utakuwa na uzima wa milele. Lakini Yohana 11:25 Yesu anasema yeye ndio huo ufufuo na uzima. Yeye ndio huo ufufuo na uzima, yeyote amwaminie hajapokufa atakuwa anaishi. Kwamba hata baada ya maisha haya ambao tunaamini siku moja na sisi pia tutalala kama wengine waliolala, kwa sababu ndio njia ya kawaida ya binadamu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaamini kwamba sisi hatutalala, tutakuwa tunaishi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naye kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa hata milele. Yesu anazungumza habari ya kifo cha pili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwamba roho yako haitaingia hukumuni kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nakumbuka siku moja miaka ya nyuma kidogo, kadhaa ilishapita, karibu miaka 10. Kama miaka 10 iliyopita nilikuwa kwenye kanisa fulani. Na Mungu alitaka kutuonesha, ilitokea kuna mtu mmoja pale ndani ya kanisa, Mungu akataka